Yes, hi, greetings people. Mambo vipi na Check It Any Plus TV Reggae Dose. Of course niko na mwanamuziki wa reggae, dancehall, bongo flavor since back in the days, anaitwa Hadma Jume Mkushi. Niko kwenye set leo tuzungumze kuhusu vitu vingi. Since way back mpaka leo amekuwa kimya pa kidogo, ashituambia nini anafanya. Mambo vipi bro? Kila kitu safi mwanangu. Mambo misuko mimi. Yeah man, sana Rasta. Kikushi zaidi. Yes man. Always man. Dio Rasta. Mtu ndo kwanza sasa hivi ametune show Reggae Dose at Plus TV. Tupe kionjo kidogo. Ngoma yako yote ile. Okay. Najaribu kuchombeza nione ujasiri wako, msichana kama wewe kwangu uwe peke yako, na najua ni vigumu kwa mwanamke kutamka, lakini nahitaji nisikie sauti yako mwana Tamara. Yes man. Tamara hiyo. Kwa kuwa tumeanzia way back, kwa ufupi sana tuambie, najua wengi tunakufahamu, tuambie way back kitambo mambo mnafanya muziki kama hiyo Tamara, ni wewe. Maisha muziki kiujumla ilikuwa vipi yani? Unajua wakati unabeba taswira nzima ya kipindi, sio na kisema hiyo unanielewa. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa ni kawaida tu kama sasa hivi vitu vinavyoendelea, lakini kutokana na muda wa maendeleo ambayo yapo sasa hivi ulikuwa hujafika, ndio tofauti ilipo. Lakini tulikuwa tunafanya muziki kwa kigumu zaidi kutokana na vitu kama studio zilikuwa bado sana, mpaka kazi zimefika, wakaja wakina Master J, wakaja wakina Pifa, wakina wengine, wakina Enrico na wengine. Kidogo tofauti yake nadhani ndio ilikuwa hiyo, kwa sababu vitu vilikuwa kidogo si rahisi kupatikana, studio zilikuwa chache sana, alafu pia radio pia zilikuwa sio nyingi hivyo, TV pia unajua. Kwa hiyo ni kutokana na kile kipindi ilikuwa ni, nadhani tunaweza nikasema ni mwanzo, ilikuwa ni mwanzo mzuri wa sanaa hii ambayo tunaiona sasa hivi wadogo zetu wanashika pesa yake. Yes. Hadman, kwenye game ya reggae na dance Tanzania, of course una heshima yako, yani nafasi yako iko pale. Watu tunaku respect kwa sababu umefanya vitu vikubwa sana katika muziki wa reggae na dance Tanzania tangu miaka hiyo ya nyuma mpaka sasa hivi. Lakini mashabiki zako wamekuwa wakiona kwamba, na mimi pia nikiwemo, umekuwa kimya kwa muda mwingi kidogo. Shida ni nini? Unapika ngoma ama umepumzika kidogo kwenye game? Kwa kujibu tu haraka naweza kusema hakuna shida. Yes, hakuna shida yoyote. Sanaa yangu bado ipo, inaishi. Kama watu bado hawajanisikia kwa muda mrefu nimetengeneza nyimbo mpya, ni kwa sababu bado nazitegemea nyimbo zangu ambazo nilishazitoa, zinafanya vizuri mpaka sasa hivi, tena zinafanya vizuri sana. Umeona? Kwa hiyo sina haraka ya kutoa ngoma mpya kama vile labda inavyoonekana kwa wasanii wengine kwenye game, lakini kibiashara nadhani nitakuja zaidi, kwa sababu sasa hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza najaribu kuviweka sawa, then after that nirudi kabisa kwa miguu miwili ili watu waweze kupata elimu, kwa sababu mimi sipo kupoteza watu, nataka watu wapate elimu kupitia sanaa yangu. Mimi ni mwalimu. Sisi tumepewa kipawa cha kuweza kuwasomesha vijana na watoto na wazee wa Tanzania kupitia nyimbo. Sisi ni walimu. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba inapokuja kwenye masuala ya biashara, hilo swala tunalisahau, kitu ambacho tutaki kufanya hivyo. Kwa hiyo watu wategemee tu ni muziki ambao kuna elimu kubwa ndani yake, na ni kwa sababu yao. Yes.
Sasa hivi kuna ujio wa hizi digital platform, mitandao ya kijamii mingi ambayo inasaidia kupush muziki kwenda sehemu kubwa zaidi. Kwa tunaongea offset kwamba wewe binafsi hizi digital, yani hujashawishika sana kuweka kazi zako kule ama kuzifuatilia sana, pengine unasubiri wakati sahihi ama bado hujaona potential kwenye muziki wako brother? No, ni kwa sababu hata kama nisipoingia sasa hivi haki yangu haiwezi kupotea, si unanielewa? Haki yangu haiwezi kupotea, haki yangu iko pale pale, na mimi naweza nikasema kwamba system zetu zinajitahidi kwa sasa hivi, inaweza ikamshawishi hata mtu, sio kama kipindi ambacho naweza nikasema tulikuwepo sisi, kama unaenda sehemu, unaenda kuchukua cheki ya ringtone, wanakupa hela ya kufedhesha benki, unaenda kusimama benki kwa hela ndogo sana ambayo haijawahi kupaswa kumsimamisha mtu kwenye msururu wa watu. Unaona, ni fedhea fulani ambazo zilifanya wasanii wengi sana ambao walikuwepo kipindi hicho wakapuuzia hiyo biashara. Japokuwa sasa waliokuwa wameingia nao mikataba walikuwa wanaendelea kufanya biashara na lengo lao, kwa sababu lilikuwa ni kuwaibia wao, hawakuzungumza, waliendelea kufanya biashara. So mimi kwa upande wangu kwa sasa hivi ninachokiona ni kwamba kidogo kuna unafuu, kwa sababu naona sasa hivi hata wadogo zetu wengi wanashika pesa ya muziki, si unaelewa? Kitu ambacho sisi tulikiwaza tulikitoa kwenye mawazo yetu tukakiweka katika picha. Yes. Kwa hiyo hata sasa hivi naweza nikasema kwamba mimi sijawahi kuchelewa kwenye kufaidika na kazi yangu. Sijawahi. Kwa sababu mimi nadhani naridhika na siku. Alafu pia maisha unachagua. Ukitaka kuishi maisha ya kishetani unaishi, ukitaka kuishi maisha ya Mungu unaishi, ukitaka kuishi maisha neutral unaishi. So ni better ukajua jinsi gani unafanya sanaa yako, ni jinsi gani unafanya maisha yako mengine. Yes. Kwa kumalizia interview yetu, mara ya mwisho kwenye kazi zako nimeona kazi ambayo ulifanya na Cindy kutoka Uganda, I think ni Uganda. Alafu ukachia pia video moja ambayo sikumbuki jina, lakini ulifanya na video vixen, ilikuwa ni mdada mmoja hivyo wa kizungu. Si kama unaikumbuka, ni kazi yako pia. Lakini pia kazi ya Hitaji la Moyo, kazi ambayo kwangu mimi ni kazi ambayo ni kali sana, ni classic. Sasa nataka utupe tathmini yako kama mwanamuziki. Najua umekuwa nje ya game kidogo kimya, lakini unasikia kazi za wasanii ambao wanafanya wasanii wenzako kwenye muziki wa reggae na dance. Tupe taswira ama mwelekeo wa muziki wetu tunavyosogea. Tunasogea kwa asilimia ipi rasta? Mtazamaji, nipo na Kidume Mkush kama nilivyokuambia before, mwanamuziki wa reggae, dance na bongo flava since back in the days. Sasa Hadmad, nataka pia utuambie ukimya wako, pengine unafanya biashara ama kuna mitikasi mingine ambayo unaifanya nje na muziki, nje na sanaa yako? Nje na sanaa kuna vitu vingi vinafanyika. Nje na sanaa kuna maisha mengine yanaendelea ya kifamilia. Nje na sanaa tunajaribu kuangalia channel zingine za kupata za kutengeneza unafuu wa maisha. Nikisema hivyo si unanielewa. Kwa hiyo tunajichanganya mazingira tofauti tofauti. Ndio tuko kidogo kwenye biashara za madini, tuko kwenye kilimo, yani mambo ni mengi. Sasa kwa sababu unajua rasta, maisha haya pesa inategwa, pesa itafutwi. Kwa hiyo lazima ujue jinsi gani unatega pesa.
Yes, kwa hiyo ukijichanganya ukaitega pale ile flow ile sasa ndio inakuza uchumi wako binafsi. You know. Kwa hiyo tupo hapa, tupo pale, tunajaribu kuangalia jinsi gani tunaweza tukazeeka vizuri. Yes. Kuna siku nilikuona ukiwa Mwanza, uko na Chibaba, msanii wa Bongo Flava, pia uko na kiongozi mmoja wa jiji la Mwanza, sio ni mkuu, sio ni mkurugenzi, sio nani. Nilikuwa kwenye kama project fulani hivi. Unaweza kugusia kidogo pia? Ile tulikuwa tumeitwa tu kwenye project za kinani kidogo za Mwanza pale. Kwa sababu tulikuwa tunajaribu kuangalia jinsi gani tunaweza sisi kama wasanii na nafasi yetu kuhakikisha tuna pambania pamba ipande kama timu ya mkoa. Umeona, na pia kuna masuala mengine ambayo yanahusiana na sanaa ya Mwanza. Tulikuwa tunajaribu kuangalia jinsi gani tunaweza kuaddress matatizo yetu au tunavyohitaji kwa serikali ya Mwanza ili tusaidie kama wasanii na kunyanyua vipaji na mambo mengine. Mimi nadhani hilo ndio kubwa sana ambalo tulikuwa tunajaribu Mtazamaji, tuko maeneo ya studio kama unavyoona hapa. Hapa ni kwa Bako Motiz na kuna kitu kwa kinapikwa hapa. Ni siri yangu, sijapewa ruhusa kukisema. Ila niwaambie kwamba ni kitu ambacho ni kizito kabisa cha moto, kitakuja muda sio mrefu. Mwenyewe atazungumza hapa kaka mkubwa. Yes man, watu wategemee kwa sababu kazi ziko nyingi sana. Na unajua sisi watu ambao tunaamini kwenye muda, siku zote tunahakikisha ule muda tumeandaa kitu kizuri kwa muda mwingine unaokuja. Yes, kwa hiyo watu wategemee mambo makubwa, wategemee muziki mkubwa sana kutoka kwa Hadmad. Wategemee elimu kubwa sana kupata kutoka kwenye maneno yangu, labda naweza nikasema. Na pia burudani, sio? Kwa sababu hivyo ndio vitu tuna provide kama wasanii wa muziki. Yes. Kitu kingine ninachoweza kusema, mimi napenda watu wajue kwamba tunatakiwa tushikamane, tupendane, tuwe wamoja, tusidanganyike ili kujenga taifa letu. Mungu abariki Tanzania, Mungu abariki Afrika, na Mungu awasimamie wa Afrika wote. Yes. Cha mwisho, najua tunaenda back and forth kidogo. Cha mwisho nataka kidogo tukumbushe kundi la Kaka Zao. Ndio. Kaka Zao kama kundi lilikuwa linajumuisha watu watatu wakiongozwa na mimi mwenyewe Hadmad, na kiwepo Fatma na Phantom. Tulikuwa watu watatu ambao tulikuwa watu watatu, wanaume wawili, mtoto wa kike mmoja. Ilikuwa ni kundi ambalo linafanya vizuri sana kwa kipindi kile mjini. Na baadaye kidogo mambo yalikwenda yakabadilika kwa sababu tulikuwa tumefikia hatua ya kuanza kujimudu wenyewe kama wenyewe. Kwa hiyo tukagawanyika kimaisha. Huyu kaenda Swiss, huyu kaenda Ujerumani, huyu kaenda Austria. Kwa hiyo mambo yakawa kidogo ni magumu kuyaleta pamoja, japokuwa tuseme kama kati yetu baadhi yetu muda ulikuwa hautoshi, so ikashindikana kulifanya kundi lika stick.